Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi Novemba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Humili wa Bisignano, mtawa Mfransisko. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Humili alizaliwa Bisignano katika nchi ya Italia mwaka 1582. Jina lake la ubatizo lilikuwa Luka. Alipokuwa kijana, Luka aliajiriwa kulima mashamba ya watu matajiri, lakini alipofikia umri wa miaka 18, aliamua kujiunga na maisha ya kitawa. Alipoomba kujiunga na shirika la Wafransisko, wakuu wa shirika hawakutaka kumpokea. Luka aliomba tena mara ya pili, na aliendelea kuomba hivyo mara kwa mara, na mwishowe, yaani baada ya miaka 9, alikubaliwa kuwa brother. Alipopokea kanzu ya shirika katika mwaka wa unovisi, akapewa jina jipya ambalo ni Brother Humili. Jina hili liliendana na tabia yake kwa sababu alikuwa mtu mnyenyekevu sana, hasa katika changamoto ambazo zingewafanya watu wengine wengi wakati tamaa na kuacha maisha ya utawa. Humili alipata kujulikana sana kwa sababu ya kipaji chake cha kutenda miujiza. Alikuwa maarufu pia kwa sababu ya hekima iliyodhihirika katika mashauri na mawaidha yake kwa watu, kiasi kwamba hata wenye elimu walitaka kumwendea na kuomba ushauri. Papa mwenyewe alimwita aende kwake kwa mashauri mbalimbali. Humili alikwenda Roma kukaa na Papa. Papa alipofariki dunia, Papa mwingine aliyechaguliwa alisisitiza Humili abaki Roma, aishi naye pia. Lakini hali ya hewa haikuendana naye, na matokeo yake aliugua sana. Kwa sababu ya kuugua sana, iliamriwa brother arudi Bisignano. Kule hali yake ilibadilika, akapata nafuu. Akaendelea na mazoezi yake ya kiroho, akisali, kufunga, kujitesa na kujikatalia anasa. Hatimaye Humili akafariki dunia mwaka 1637 akiwa na umri wa miaka 55. Alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Yohane Paulo wa pili tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2002. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Humili wa Bisignano, mtawa Mfransisko. Tuungane na Mtakatifu Bonaventura katika tafakari yake inayosema: tusitamani mambo makuu, bali tuwe wanyenyekevu miongoni mwa wanyenyekevu. Ndugu zangu, mama kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine ambao ni watakatifu Ladibodi na Yoranda. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana nitakutukuza kwa